Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kutekeleza jukumu lake la msingi la kuimarisha usalama na kuhakikisha kwamba usalama unaimarika miongoni mwa raia pamoja na mali zao. Kwa ujumla, hali ya jiji la Dar es Salaam ni shwari na jeshi linaendelea kutimiza wajibu wake wa kuzuia vitendo vya kihalifu hapa jijini Dar es Salaam. Napenda kuwataarifu pia kuwa tarehe 30 mwezi Aprili mwaka huu wa 2026, polisi Dar es Salaam ilifuatilia, ikamhoji na baadaye kumkamata mtu aliyefahamika kwa jina la Mokrin Julius maarufu kama Mazidi. Huyu ni mkazi wa Salasala Kinondoni hapa jijini Dar es Salaam. Huyu alikamatwa kwa tuhuma za kusambaza taarifa za uongo mtandaoni zenye lengo la kujenga hofu na taharuki kuwa amenusurika kutekwa na mtu asiyemfahamu, lakini uchunguzi wa awali ulipofanyika imeonyesha taarifa zile hazikuwa za kweli na malengo yake ilikuwa ni kujenga taharuki kwenye jamii. Mtuhumiwa huyu Mokrin maarufu kama Mazidi atafikishwa kwenye mamlaka zingine za kisheria kwa hatua zaidi za kisheria. Polisi Dar es Salaam inapenda pia kuwapa mrejesho wa tukio ambalo lilitokea Agosti 19 mwaka 2024 maeneo ya Chang'ombe, Temeke jijini Dar es Salaam. Mnakumbuka eneo lile tulipata tukio la huzuni, tukio la kusikitisha ambapo mtu aliyefahamika kwa jina la Ezenia Kamana alidaiwa kutekwa. Taarifa za awali zilivyofikishwa kituo cha polisi ilidaiwa ametekwa, lakini baada ya ufuatiliaji siku kadhaa chache ilibainika kuwa ameuawa na mwili wake kukatwa sehemu za mwili na sehemu za mwili yake kutupwa kwenye maeneo ya Ununio, Kunduchi na Tegeta Kinondoni hapa jijini Dar es Salaam. Sehemu za mwili yake zilitupwa maeneo tofauti tofauti na uchunguzi ukabaini kuwa baada ya upelelezi kufanyika, upelelezi wa kina, alikamatwa mpenzi wake ambaye alifahamika kwa jina la Abdalla Musa au maarufu kama Mr. Blue kwa jinsi alivyokuwa akitambulika maeneo yale. Huyu ni mkazi wa Sinza jijini Dar es Salaam. Uchunguzi na upelelezi ulifanyika kwa kina, akapelekwa kwenye mamlaka za kisheria ikiwemo mahakama za hapa jijini Dar es Salaam. Tunapenda kuwaarifu kuwa tarehe 30 mwezi Aprili mwaka huu wa 2026, Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo ya Dar es Salaam, baada ya kukusanya na kusikiliza mashahidi na vielelezo mbalimbali, imemhukumu mtuhumiwa huyo kunyongwa hadi kufa baada ya kupatikana na hatia ya kumuua kwa makusudi mwanamke ambaye alidaiwa kupotea na baadaye kubainika ameuawa na huyu mtuhumiwa. Polisi Dar es Salaam inatoa wito kwa wananchi kuwa na mioyo ya kibinadamu. Narudia, Polisi Dar es Salaam inatoa wito kwa wananchi kuwa na mioyo ya kibinadamu ili kujiepusha na matukio ya kikatili kama hayo. Jeshi la Polisi Kanda Maalum Dar es Salaam linatambua pia kutakuwa na mchezo wa soka wa ligi kuu ya Tanzania bara utakaofanyika siku ya Jumapili tarehe 3 mwezi Mei mwaka huu wa 2026. Mchezo huo unatarajiwa kuanza saa 12 za jioni kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo ambao upo hapa jijini Dar es Salaam.
Mchezo huo utakuwa kati ya timu maarufu za hapa nchini, timu za Simba na Yanga, zote za hapa jijini Dar es Salaam. Kuelekea mchezo huo, ulinzi umeimarishwa. Mashabiki, wapenzi na wadau wote wa soka mnakumbushwa kujiepusha na vitendo vyote vilivyo kinyume na utaratibu wa soka au vinavyoweza kuvunja amani. Narudia, Jeshi la Polisi Kanda Maalumu ya Dar es Salaam kufuatia mchezo huo wa tarehe 3 mwezi Mei mwaka huu 26, mchezo wa timu ambazo ni wapinzani wa jadi, yani Simba na Yanga, Polisi Dar es Salaam inatoa wito kwa mashabiki, wapenzi na wadau wote wa soka kuwa wajiepushe na vitendo vyote vilivyo kinyume na utaratibu wa soka au ambavyo vinaweza kuvunja amani. Polisi Dar es Salaam inazitakia timu